Hivyo umewahi kuwaza kwamba kwa nini kuna watu wengine ambao hawana hela, hawana mshahara mkubwa, lakini siku zote waga wana hela, na kuna watu wengine ambao wana mshahara mkubwa, wana kipato kikubwa, lakini siku zote ikifika katikati ya mwezi hawana hela? Au umewahi kuwaza kwamba kwa nini mtu unakuta hapo umepata jackpot, kuna bingo umeipata, kuna hela ambayo ulikuwa hujategemea, ghafla umeipata, una hela muda mchache, baadaye hiyo hela yote inakuwa imepotea. Umewahi kuwaza tofauti ya watu ni nini? Tofauti ni kwamba kuna watu wengine ambao wana tabia nzuri za kifedha, fedha yao inaendelea kuwasaidia, wanazidi tu kuwa na fedha nyingi zaidi, na kuna watu wengine hata hela ikija inatiririka tu hapo hapo inakuwa imepotea. Leo nataka kuongelea tabia 7 ambazo zitakusaidia, kama unazo zitakusaidia ujenge fedha yako, uweze kuwekeza zaidi, uweze kuwa na hela zaidi, uweze kuwa tajiri zaidi. Karibu. Hello, habari, mimi naitwa Happy Msale, karibu kwenye channel yangu ya YouTube. Kwa channel hii tunaongelea mambo mbalimbali ya fedha, kuwekeza, kuweka akiba. Kwa kama hivi ni vitu ambavyo vinakufurahisha ama ungependa kujifunza zaidi, karibu ili tuendelee kujifunza pamoja. Tabia ya kwanza ya kwanza ni kwamba acha kutumia hela ili kuwafurahisha watu wengine. Ni vizuri zaidi kuanza kujengea hii tabia kwamba unatumia hela kwenye vitu ambavyo wewe unaona vya muhimu zaidi. Sio kwamba unatumia hela ili watu wengine wakuone labda una hela zaidi. Ndo na siku hizi kwenye hii dunia utandawazi, kwenye hii dunia ya Instagram, TikTok, kila mtu anataka kuonekana na hela zaidi. Kila mtu anataka kuonekana kwamba yeye anatumia vitu vya designer. Lakini mara nyingi sana hivi ndio vitakufanya kuwa maskini. Kama ukianza tu kutumia hela kwenye vitu ambavyo wewe vinakupendeza, ambavyo vina maana zaidi kwa utakuta kwamba hautumii hela nyingi na hela yako ipotee kwenye vitu ambavyo wewe mwenyewe havina umuhimu kwako. Kwa hiyo ni muhimu zaidi kuanza kuwaza, je, ninavyotumia hela yangu ni maisha ambayo mimi mwenyewe ninataka ama ninatumia ili marafiki zangu, watu wengine waone kwamba nina hela? Lazima wewe mwenyewe uweze kujijengea tabia kwamba unatumia vitu kwenye ile, unatumia hela yako kwenye vitu ambavyo ni vya muhimu zaidi kwako. Tabia ya pili ya kuona ni kutumia muda wako vizuri. Lazima uweze kuwaza kwamba, je, huu muda wangu leo na huwa ninatumia kwenye kufanya nini? Na ninavyotumia unanisaidia? Mara nyingi sana unakuta tunatumia muda mwingi sana kwenye vitu ambavyo sio za maana. Siku hizi kwenye utandawazi, kwenye Instagram, unaweza kutoka kwamba kwa siku masaa 2, 3, 4 unayatumia tu kwenye Instagram au kufanya chochote. Lazima uanze kuwaza, je, vitu gani ambavyo vitanisaidia mimi niweze kaendelea, na wewe unatumia muda wako hapo. Nimeona kama kuna wakati nilikuwa najifunza kwamba, je, nifanye nini ili niweze nikatumia muda wangu vizuri zaidi. Kuna watu wengine unakuta kabisa kuanzia labda saa 2 wanaweka simu yao pembeni, haitumii tena simu yao usiku kuanzia labda saa 2, na kusaidia tu kwamba kama uko na familia unakuwa unatumia ule muda wako wa familia vizuri zaidi. Unakaa kama una watoto unakaa nao, mnakula wote, unatumia muda wako vizuri zaidi kuliko ungekuwa tu kwenye simu yako unaangalia watu na post nini. Kwa unakuwa tu unapoteza muda wako. Kuna msemo unasema kwamba matokeo yako yatategemea 20% ya juhudi yako, kwamba unaweza kutoka kwamba umetumia muda wako tu vyote, lakini 20% ndio itakuwa ina impact kubwa zaidi kwenye yale matokeo yako. Kwa ni vyema zaidi tuanze kutafakari, je, hivi vitu ambavyo ni vya muhimu zaidi kwangu, nifanye nini ili niweze nikaweka juhudi nyingi zaidi hapo, ili niweze nikapata matokeo ambayo mimi ninayataka, kuliko kutumia muda unafanya vitu ambavyo sio muhimu sana. Kitu kingine ambacho pia huwa najaribu kufanya kwamba siku nyingine kama ofisini sio hectic sana, unakutaka naamua kwamba okay, nikifika tu ofisini labda ile masaa 2, 3 ya kwanza nafanya vile vitu ambavyo ninajua ni vya muhimu, kabla watu wengine wajaja waanze kunipa kazi zingine ambazo zilikuwa sio za muhimu sana, lakini lazima zifanyike hapo hapo haraka. Kwa lazima uweze kuwaza kwamba kwenye siku hii ya leo nataka niweze nikafanya nini, nataka vitu gani niweze nikavifanya. Hii itakusaidia kwamba wewe mwenyewe pia una focus zaidi, kwamba unaweka muda wako mwingi zaidi kwenye vile vitu ambavyo vitakupa ile matokeo unayotoa. Kwa lazima tuanze kuwaza kwamba, je, tutatumiaje muda wetu vizuri zaidi. Tabia ya tatu ya kuona ni kwamba kuwa na malengo ya kifedha. Kuwa na malengo ambao unajua kabisa kwamba mimi nataka niwe hapa baada ya muda fulani, na malengo yako lazima yawe yanaeleweka, kwamba hili ndio lengo la ilaeleweka kabisa. Mtu akilisoma anajua kabisa hili ni lengo na nataka nilitimize ndani ya muda gani. Na unakaa chini kila baada ya muda kidogo, unakaa chini unaanza kuangalia, je, ile malengo ambayo nilikuwa nataka niyatimize, je, niko mbioni kuyatimiza? Na kama siko mbioni, nifanye nini ili niweze nikatimiza? Kwa ni vizuri sana kukaa chini na kuwaza kwamba mimi nataka nifanye A, B, C na D. Ili niweze nikafanikiwa, lazima niweze nikafanya hivi vitu. Kila baada ya mwezi, kila baada ya wiki chache unakaa chini unaangalia tena, malengo yangu ni haya. Mwaka huu nataka nifanye hivi na hivi na hivi.
Je, niko mbioni kufanikiwa? Kama siko mbioni nifanye nini sasa hivi ili angalau nipate ile malengo ambayo ninatakiwa? Kwa lazima tuweze kuwa na malengo na kuwaza kwamba ili niweze nikatimiza malengo lazima nifanye hivi, na hizo tabia hizo zinalingana na yale malengo ambayo nayo. Tabia 4 ya kuwa nayo ni kwamba ishi chini ya kipato chako. Lazima uweze kuishi chini ya kipato chako. Watu wengi wana fedha wanaishi chini ya zile hela wanazopata. Unaweza kukuta kwamba mtu unapokea labda hela ya milioni 1, lakini unakuwa maisha yako, matumizi yako labda yanakuwa 800,000. Hii 200,000 nyingine unaweka akiba unaiwekeza. Kwa lazima uweze kuwaza kwamba je, nifanye nini ili matumizi yangu yasipite kile kipato chako. Kwa sababu yakipita tu utaanza kuona kwamba labda unakopa zaidi, unaanza kuwa na madeni, kujilimbikizia madeni ambayo mwenyewe hujapanga. Kwa lazima uweze ukaishi chini ya kipato chako. Kama unakuwa na matumizi makubwa unaanza pia kuwaza je, nifanye nini ili niongeze kipato changu. Lakini vyovyote vile lazima uangalie kwamba unaweza kuishi chini ya kipato chako. Tabia ya 5 ya kuwa nayo ili uweze ukawa tajiri, ili uweze ukajenga hela zako ni kwamba anza kufanya budget. Anza kujua kwamba hela yangu ninayopokea ni shilingi fulani kila mwezi. Je, hii hela naitumiaje? Unaanza kuweka kwamba 50% angalau hiyo hela ni yale matumizi ambayo ni ya lazima. Kama ni kula, kama ni kodi, kama ni kodi, vile vitu vya lazima unatumia 50%. 30% ni vile vitu ambavyo sio vya lazima lakini pia unataka uweze kuenjoy maisha yako. Kwa kama sio ni nguo, sio ni nini, vitu vingine ambavyo sio vya lazima sana. Kama michango unaweza kuweka kwenye 30%. Na hiyo 20% inayobaki ni ya vile vitu ambavyo kwa ajili ya maisha yako ya baadaye unaanza kuwekeza, unaanza kuweka akiba. Kama una madeni unalipa. Kwa lazima uweze kuwaza kwamba je, unafanya budget, na kama ufanye lazima uanze kujifunza kufanya budget. Nimetengeneza video nyingi za jinsi ya kutengeneza budget, nitaweka hapa kama hujawahi kuangalia. Lakini ni vizuri zaidi kuweza kujengea tabia ya kujua tu matumizi yako yakoje. Na hii itakusaidia kwa sababu ukishaanza kujua kwamba mimi huaga natumia hela kwenye hivi na hivi na hivi, utaanza kujua kwamba huu mwezi labda karibia nishapitiliza yale malengo niliyokuwa nao, nimeshatumia hela nyingi sana, naanza kupunguza yale matumizi yangu. Kwa hiyo lazima uweze kukaa chini na kuwaza je, bajeti yangu ikoje? Inaendana na yale maisha ambayo mimi mwenyewe nataka kuyaishi. Tabia 6 ya kuwa nayo ni kwamba acha kufanya matumizi mabaya ya hela. Acha kufanya vitu ambavyo wewe mwenyewe havilingani na malengo yako. Anza kuwaza je, kuna vitu ambavyo ninafanya ambavyo sio havilingani na malengo yangu. Unaweza kutaka labda unakunywa sana, ndio tunajua kwamba ulevi sio mzuri, unaweza kuharibu afya yako. Kwa anza kuwaza je, vitu gani hivi ambavyo vinanifanya niende nyuma ya ile malengo yangu, na unaanza kuyatoa. Unaweza kuanza kuwaza je, kuna vitu gani hivi ambavyo ninatumia hela yangu ambavyo sio vizuri na mimi sitaki niendelee kufanya. Anza kuwaza tu kwamba je, hivi vitu ninavyotumia hela yangu, je, ni vitu ambavyo vinanipa furaha, ni vitu ambavyo vinaendana na maisha ambayo nataka kuyaishi. Tabia ya 7 ya kuwa nayo ni kwamba punguza muda wako unaoangalia TV. Mara nyingi sana tunajikuta kwamba tunaangalia TV kwa muda mrefu sana, na vitu vingine ambavyo tunaangalia pia havitujengi. Kwa hiyo anza kutafakari kwamba je, hivi muda wote ambao ninatumia kwenye kuangalia TV unanisaidia? Hizi programu ambazo ninaziangalia zinanisaidia? Anza kuwaza kwamba je, nitapunguzaje? Na mara nyingi sana unakuta watu wengine wana shida ya kulala, kumbe wanakaa sana kwenye TV. Kwa lazima ni kuweza kuwaza kwamba je, ni vitu gani hivi nivifanye ili mimi mwenyewe niweze kupunguza. Kama ni TV unapunguza, labda waangalie yale masaa ya mwisho kabla ya kulala. Ukae tu labda na familia, ufanye vitu vingine ambavyo ni vya muhimu zaidi. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuweza kupunguza ule muda ambao tunaangalia TV, punguza muda ambao tunakaa kwenye simu zetu tunaangalia social media, tunaangalia utandawazi. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kufanya hivi. Na tabia ya mwisho ya kuwa nayo ili uweze kuwa tajiri ni kwamba anza kupeleka hela yako kwenye vile vitu ambavyo vina umuhimu zaidi kwako. Unaweza kuamua kwamba mimi labda yale matumizi yangu ambayo ni ya lazima, ni ya muhimu, lazima niyalipe, yanaenda kwenye akaunti hii. Uwekezaji wangu labda unaenda kwenye akaunti hii. Labda natakiwa nilipe ada, unaenda kwenye akaunti hii. Ukipokea tu mshahara, zile hela zinaenda hapo hapo kwenye zile akaunti zinazotakiwa. Na unapoweka pia hela, unakuwa tu unaweka hela pia kwa ajili ya kuenjoy maisha, kwa ajili ya vitu ambavyo unapenda tu wewe mwenyewe, ambavyo sio lazima kwamba viwe kama ni vya uwekezaji. Itakusaidia kwamba mwezi unavyoendelea kwenda, ile matumizi yako yote ambayo ni ya muhimu, kuna ile ambayo umeshaweka ambayo itatumika kwa ajili ya ile matumizi muhimu. Kama ni ada, unajua kabisa labda natakiwa nilipe ada baada ya miezi 3 au 6, kuna ile ambayo inazidi tu kuongezeka kila mwezi, na ikifika siku ya kulipa ada unaweza ukalipa tu ada haraka. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kukaa chini na kuanza
mimi nataka ndio natumia hela yangu kwenye hii na hii. Kila mwezi unakuwa kabisa unapeleka ile hela sehemu ambazo zinatakiwa kwenda, ili katikati ya mwezi haupati shida yote. Haya ndio yote kwa leo. Haya ndio mawazo yangu ya tabia za kuwa nazo kama unataka kuwa tajiri, kama unataka kujengea tu fedha. Kama una comment yoyote unaweza kuongeza hapa chini kwenye comment section. Kama umefurahia hii video na haujasubscribe kwenye channel yangu, tafadhali subscribe. Tutakutana tena wiki ijayo. Kwaheri.